Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera na Uratibu wa Bunge, William Lukuvi amevipongeza vyombo vya serikali kudhibiti kwa kiwango kikubwa uingizaji na matumizi ya madawa ya kulevya nchini. Waziri Lukuvi ametoa pongezi hizo wakati akiongea na waandishi wa habari jijini Dodoma. Ikilinganishwa na mwaka uliopita, ikiwa ni ishara ya kuimarika kwa udhibiti wa biashara ya dawa hizo nchini. Aidha, mirungi ni dawa ya kulevya ya mashambani iliyokamatwa kwa kiasi kikubwa, ambapo jumla ya tani 18.45 zilikamatwa katika operation mbalimbali kote nchini. Kwa upande wa dawa za kulevya zinazozalishwa viwandani, serikali ilifanikiwa kukamata tani 1.7 za methamphetamine, kilogramu 433.02 na heroin na gramu 853 za cocaine. Kwa mara ya kwanza, serikali pia ilikamata kilogramu 5 za dawa mpya ya kulevya inayojulikana kama MDPV ambayo ilikuwa ikiingizwa nchini. Mafanikio haya yanatokana na kazi kubwa iliyofanywa na vyombo vyetu vya usalama katika kudhibiti njia za usafirishaji wa dawa hizi kupitia mipaka, viwanja vya ndege na bandari. Pamoja na hayo, serikali imeimarisha ufuatiliaji wa kemikali bashirifu na dawa tiba zenye asili ya kulevya ili zisichepushwe na kutumika kama mbadala au kutengeneza dawa za kulevya. Kamishna wa Mamlaka ya Kudhibiti Dawa za Kulevya nchini, Aleta Limo, ametaja matumizi ya shisha, mavazi na muziki wenye mashairi yanayohamasisha matumizi ya dawa za kulevya ikiwemo bangi. Akifafanua, amesema kuhusiana na mavazi yanayohamasisha matumizi ya dawa za kulevya, kwa mujibu wa sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, inakataza mtu yeyote kuvaa mavazi au kuhamasisha kwa namna yoyote, kwa maneno, kwa nyimbo na kwa njia yoyote ile kuhamasisha matumizi ya dawa za kulevya. Na ndani ya sheria hiyo kifungu namba 24 pale, ukikutwa na hatia basi unafungwa gerezani. Kwa hiyo sisi mtu yeyote ambaye anavaa mavazi hayo tunachukua hatua. Lakini kuhusiana na shisha sio dawa za kulevya. Lakini shisha wakati mwingine kwa wale watu ambao sio waaminifu wanatumia dawa za kulevya kuongeza kwenye shisha ili kuvutia wateja. Wanapovuta ile shisha na wanachangamka ili waweze kuvutiwa na kwenda pale, mwisho wa siku wanakuwa ni waraibu, na mwisho wa siku wanakuwa waraibu wa dawa za kulevya, kwa hiyo wanakuwa ni wagonjwa. Kwa hiyo sasa hivi sheria inatungwa kuhusiana na swala hilo, na tayari hili swala linafanywa kazi na lipo kwenye mchakato, na sasa hivi iko kwenye hatua ya kuchukua maoni ya wananchi mbalimbali na taasisi zile ambazo zinatumia shisha na zinauza shisha ili kuona namna ya kudhibiti shisha, na baadaye mwisho wa siku kadri sheria itakavyoamua na bunge litakavyoamua itawekewa udhibiti wa shisha hapa nchini ili wale watu wasio waaminifu wasiweze tena kuitumia katika kuweka dawa za kulevya kwenye shisha na kuweza kuvutia watu. Lingine ni kuhusiana na hilo la kwamba dawa za kulevya watu wanakamata pamoja na jitihada lakini wanaendelea kuuza. Ni kwamba kwa mara ya kwanza nchini Tanzania katika awamu ya 6 chini ya Daktari Dr. Samia Suluhu Hassan, wananchi wafanyabiashara wakubwa wa dawa za kulevya wamekamatwa. Hata wale ambao walikuwa hawakamatwi siku za nyuma wanaimba mpaka kwenye nyimbo. Ukienda kwenye kumbi za starehe walikuwa wanaimba na kutuza mamilioni ya hela. Sasa hivi wamekamatwa na wako gerezani na wamefunguliwa kesi za uhujumu uchumi. Kwa hiyo pamoja na kukamata, tunaendelea kupunguza ile mitandao ya wauzaji wa dawa za kulevya, na ninyi wenyewe ni mashahidi. Watu waliokuwa na majina makubwa ambao walikuwa gustiki sasa hivi wanakamata. Hii ni serikali ya awamu ya 6 ambapo inakamata kila mtu. Kwa hiyo yeyote anayefanya biashara dawa za kulevya, ukiona hajakamata ni kwamba tu hajafikiwa, kwa sababu sisi tunafanya kazi kuhakikisha kwamba tunayemkamata lazima tumkamate akiwa na dawa za kulevya. Hatukamati tu mtu kwa sababu ametajwa, hapana. Lazima tuhakikishe kwamba tuna ushahidi wa kutosha ili tunapomkamatwa ili aweze kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Kwa hiyo hawa wafanyabiashara wale wanaoendelea, muda wao utafika na watakamatwa, lakini kwa sasa hivi wamepungua sana hapa nchini. Lakini kuhusiana na hawa wasanii, kama ilivyoelezwa, wasanii wa kipindi cha nyuma walikuwa wanaimba sana nyimbo za kusikia bangi na wanavuta pale hadharani na walikuwa wanahamasisha sana kundi rika hasa la vijana kuweza kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Ukiona msanii fulani anavuta na wao wanavuta ili kama vile kumuiga. Lakini sasa hivi tumepiga marufuku na tuliita kikao cha waandishi wote wa habari, wasanii, waandishi wa habari
wahariri, lakini pia na wasanii. Na BASATA tayari ishatoa tangazo kwa wasanii wote kwamba yoyote atakayetunga wimbo wowote ambao unahamasisha dawa za kulevya hautapitishwa. Kwa sasa hivi imewekwa sheria kwamba ili wimbo wako sasa uweze kupitishwa na kurasimishwa kutolewa kwenye vyombo vya habari na maeneo mengine yoyote, lazima upitie BASATA, uhakikiwe maudhui yake, ndio uweze kuruhusiwa kutoa. Kwa hiyo sasa hivi wameshaandikiwa barua, yoyote ambaye ataimba wimbo wote wa namna hiyo lazima anachukuliwa hatua za kisheria. Na vyombo vikubwa sasa hivi kama ITV, TBC, East Africa na mingine zote, huwezi kukuta tena zile nyimbo zinapigwa. Na ukikuta zinapigwa labda Uswahilini ambazo zilitungwa zamani, bado watu wana zile klipu wanaweza wakapiga huko, lakini yoyote tutakayebaini pia anacheza hizo nyimbo, tunachukua hatua za kisheria. Ama kwa upande wake Dr. Peter Mfisi ambaye ni kamishna anayeshughulikia kinga na tiba wa mamlaka hiyo amezungumzia kauli za baadhi ya wabunge kutaka bangi ihalalishwe. Unaweza ukajia kwa njia nyingine kwa sababu yule ni mbunge. Unakuta mtu anayetoka Mara, unaweza kukuta katika jimbo lake labda sehemu kubwa analima bangi, anatetea tu wananchi wake kwa manufaa yake binafsi. Lakini ukimuuliza huyo mbunge ukamwambia, hebu tuanze sasa tulime, turuhusi tumike, tuanze na watoto wako watumie bangi, wakizaliwa tu pale ukisha save dina unawapa misokoto ya bangi wavute, utakwambia sema hapana, sisi hatuvuti. Unaona? Kwa hiyo ni mtu anasema tu kwa sababu wakati mwingine ni kutaka tu kutetea watu jimboni, lakini ukimwambia wewe sasa tumeruhusu okay, tuanze na watoto jioni, save lunch dina na misokoto mitatu, kila mtu atakataa. Kwa hiyo tunaojua kabisa ukweli ukoje. John Israeli, Banda Media, Dodoma, Tanzania.